Tena hii nzuri. Pilipili bei gani? Wewe, njoo. Twende nyumbani. Njoo. Kwani una sasa hizi jamani? Sana. Twende nyumbani. Jamani, kumbe kuna mtoto hapa. Sasa. Kwani huyu nani? Huyu mwanangu. Hebu njoo tuondoke. Basi naenda kwa babako. Njoo. Twende. Wewe binti nenda kwa babako. Sasa mimi kimwemue hapa, mimi nakutafutia nguo huko. Dada, asante. Huyu mwanangu, sawa? Yaani wala hata sikujua kama kuna mtoto jamani. Haya. Shoga yangu, hebu niongeza hata hivyo vipilipili jamani. Shoga yangu nitakuongeza hata tu nimepanda bei iko stili. Nitakuongeza kwa vile mteja wangu. Jamani. Mambo ndo haya sasa shoga yangu. Haya, karibu tena. Haya, nikimbie shoga yangu. Usijali. Bosi, vipi? Mbona anatembea kiwanda chote sioni wafanya kazi? Ina maana unataka kuniambia leo sio siku ya kazi? Leo ni siku ya kazi. Lakini nimeamua kufunga kiwanda kwa muda. Na nimewaamuru wafanyakazi wote waondoke. Bosi, ina maana unafunga kiwanda bila taarifa? Mbona tujulizani? Kwa nini haraka hivi? Mambo yameshaharibika Joeli. Picha yako imeletwa mpaka hapa. Kwa hiyo nimeamua kuwaambia waondoke na nimeamua kufunga kiwanda kwa sababu wanaweza maaskari wakaja hapa. Wafanyakazi wote wakakamata ili waweze kwenda kuonyesha kina David ni wapi. Kwa hiyo ndio maana nakwambia nataka nikupe nauli uondoke. Bosi, hebu subiri kwanza. Na kupikia chapati. Nipe. Safi. Kumbe somo linafanya kazi. Nipe, ushaijua. Nani? Naima. Tamtam. Daktari mwenyewe. Aya. Ngoja kidogo. Karibu. Karibu. Karibu sana. Auntie, wow. Karibu. Karibu sana. Karibu. Asante. Mimi nimekuja. Unajua utanishangaa wakati huu. Kwa nini nipo hapa? Kwa sababu kwani vipi? Hamna kitu. Unakuja kumletea mtoto. Si unajua tena? Nguo tu moja inakosa mzuri kwa mtoto. Ndio hivyo. Wewe, vipi kwani? Mbona sielewi? Ulikuwa unapika chapati? Hamna. Unajua nini? Alikuwa anataka chapati. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nataka nimpikie hapa, lakini sasa kidogo kibaridi nini nikawa naota moto. Kama unaogopa ujui. We. Hebu punguza pressure. Alafu ukiwa katika hali hiyo ni rahisi sana wewe kukamatwa. Hebu punguza pressure afu relax. Ili swala acha mimi niliingilie kati.
siwezi kuondoka kwenda unakotaka niende. Je, una maana gani? Kwa sababu nimeenda nyumbani kwa ule jamaa anapoishi na ule mtoto. Ameshahama, sijamkuta. Najitahidi kufuatilia nijue ni wapi anapokaa. Alafu kizuri zaidi nimepata taarifa kwamba ule jamaa ni mbwa tu. Ni mlevi wa kupindukia. Kwa hiyo nitatembea kwenye hizi baa za karibu. Nitakapomkuta baa, nitamtilia sumu kwenye pombe. Alafu anakufa, tunamchukua mtoto, mambo yetu yanaenda sawa. Haina haja ya wewe kuwa na pressure. Hamna. Najua. Si unaona unga kabisa ume. Basi kama unapika chapati hizo nazisubiri. Nataka nione hizo chapati za mwanaume. Nataka ule pishi la mwanaume. Na hivi babangu hayupo nyumbani. Ndio siendi kabisa sasa hivi, nasubiri hizo chapati mpaka nile ndo ndaondoka. Sema nini? Hapa kuna shida kidogo kwa huyu mtoto wetu huyu. Lakini nimempeleka hospitali. Kule daktari kaniambia bwana huyu ana shida. Yaani hasikii wala hawezi kuongea. Ina maana ni bubu, ni kiziwi. Kwa hiyo hapa wala hatusikii tunachokizungumza. Hapana. Jamani. Wala mtoto mzuri hivi jamani. Ndio hivyo, ni tatizo la kuzaliwa hilo. Kwa hiyo itakuwaje? Kwa hiyo hapa nimeshauriwa tu tumpeleke shule zile za walemavu. Pole sana Kasio. Asante sana. Sikujua huyu mtoto ana shida kama hii. Wala ukimwona huwezi kuzania eti. Hamna, ndo mtihani huo. Auntie. Joel, ndio maana mimi nakukubali sana wewe. Yaani ni mtu ambaye unaopewa kuona mbali na una akili ya haraka sana. Sasa kwa hilo nikupongeza. Cha kufanya, fanya mchakato apatikane huyo mtoto haraka iwezekanavyo na huyo kaka alikopo naye. Ikiwezekana. Okay, sawa. Ole baby Mira, mimi hapa ni baba. Fungua moyo wako, hakika nitakulea. Ole baby Mira, mimi. Moto, yani Moto. Nilikuwa naweka jiko sawa hapa. Moto ulikuwa umeisha. Sasa nikawa na kusanya moto hivi kijinga kikadondokea hapa. Asali basi lete asali. Asali hamna. Kwa makini. Asante. Ina maana ukiwa umeungua alafu ukiwa hauna asali alafu umeungua na moto kama hivi, ukiweka mdomoni panapoa Panapoa. Nasikia pamepoa. Oh. Basi usinani sana, patauma. Alafu kuna nini unataka kuniambia? Umejuaje?
Nini bwana, hebu niache huko, mimi sitaki unisumbue sasa hivi. Mtoto usifanye hivyo, mtoto. Nini sasa? Basi kwa nini? Wale si ni watu tu kama sisi. Sasa naogopa nini wale? Hebu ngoja. Ngoja kwanza. Jamani. Sasa hizi nawasalimia. Sasa naogopa nini? Naomba utulie basi, usiwe na pressure. Wale watu ni kama mimi, unaponiona mimi ndivyo walivyo wao. Acha kuogopa bwana, usiwe na hofu. Sawa? Namalizia hapa tu nitoke nyumbani. Nini tena umekuja jamani? Sio naona mimi niko na suka jamani, ninatengeneza. Haya, bwana subiri yake tuondoke. Nakuelewa. Yupo huyo? Wewe ngombe? Yupo. Ba. Sawa. Ngoja nitakupa taarifa na sasa hivi ngoja. Sawa. Afande, ndio tu. Hebu niache mtu unamtumia na moja. Afande, mimi nimepata taarifa mpaka sasa hivi. Ndio mkuu. Huyu kijana anaishi na mtoto si wa kwake. Hivyo nimepewa taarifa kwamba wazazi wa mtoto hawajulikani wapo walipo. Ila kuna mwili tuliokota ni mzazi wa kiume. Ila ni mama hajulikani wapi alipo. Afande, naomba unisikilize. Nakusikiliza. Yaani ni kweli mimi naishi na mtoto. Ni mwanangu. Lakini mimi nilimwokota tu. Nilimkuta amelala vipi? Unaelewa? Mkuu, wewe uliwezaje kuishi na mtoto bila hali ya kuwa alizaa taarifa yoyote, labda pengine kupitia kwenye kituo au kituo cha polisi? Wewe uliwezaje kuishi na mtoto wa mtu?
Kwanza tuwavunje miguu. Tuwavunje miguu unajua. Ngoja kwanza nielezee. Nakusikiliza. Yaani mimi nilimkuta yule mtoto alikuwa yupo amelala kichakani usiku. Mimi nimetoka tu kwenye unywaji wangu nikamkuta pale. Ikabidi nimchukue yule mtoto, mimi nikaanza kuuliza jamani majirani kama kuna mtoto wa mtu hapa, hakuna aliyejitokeza. Sasa lazima nimstiri, mimi nisingeweza kumwacha pale. Ulikuja kutoa taarifa kituoni? Mimi sikuona ulazima afande, kwa sababu mimi sio mtu mbaya. Wewe ni muuaji. Hapana, ya Mungu afande. Wewe ni muuaji. Afande, mimi si muuaji. Pumbavu. Vipi kuhusu huyu ana shida gani hapa? Huyu ndio muuza bange, huyu ni pushange. Mimi si uzi bange afande. Yaani jicho halijulikani wapi kinaishi. Huyu anaangalia kwa jicho la huruma. Afande, mimi si uzi bange. Huyu wanauzia manywele hapa kama wanawake. Huyu anafunga manywele kibao, huyu kasuka. Tatizo nini? Unataka kwa mtoto wa kike? Hapana afande, mimi nilijali sio mtoto wa kike. Mimi sifahamu chochote. Mimi si uzi bangi. Mimi nieleza afande. Mimi si uzi bangi. Au ndio usika wote kuwa? Hapana. Poa, kamata tia roka hapo. Nani hapo? Sasa kuona uchafu. Hujaniona hapa hiyo? Hujaniona? Mbona hiyo unaendesha bodaboda mko hivi? Hujaniona? Mtoto uko wapi? Mtoto uko wapi? Mtoto ameenda wapi? Halo. Wali? Ndio ni mimi bwana. Nimepata matatizo kidogo hapa. Nipo kituoni hapa. Kituoni? Nimekamatwa hapa, wananiambia sijui nimeiba mtoto, sijui yani hata sielewi yani, sijui nimepigana nikaiba mtoto, yani hata sielewi yani. Naona kama napewa kesi tu, mimi sielewi. Sasa mimi nimempiga nani hapa? Sasa uelewi kitu gani? Ungesema kitu alafu tukaeleze, yani tukaeleweshana, mimi nikaelewa chochote. Sikiliza wewe, hebu mimi nitapambana tu mwenyewe. Wewe nenda niangalizie mtoto yule, niangalizie mtoto. Naomba wahi ukanichukulie mtoto wangu mimi ukae naye wewe huko. Aya basi sawa. Utanielezea basi itakavyokuwa. Aya basi sawa. Mama. Mama. Mira. Mira. Umekuja mwanangu. Mira, umekuja na nani?
Vipi? Salama, vipi wewe? Salama, ndio umekuja na huyu? Ndio nimekuja naye. Tulikuja kukuona tu. Mbona unaendeleaje? Basi sawa. Mimi nafurahi. Hatuna muda sana wa kuendelea kukaa hapa. Sisi tunaomba tuondoke. Maana tunajua mazingira yenyewe yalivyo. Sawa. Labda nikuulize tu kitu kabla sijaondoka. Vipi, labda kuna mtu amepatikana kwanza kukusaidia wewe ukatoka hapa? Mimi mwenyewe sielewi mpaka sasa hivi. Hujapata mpango wote labda? Hapana, mimi hata kama nitaozea huko. Ila kikubwa naomba niangalizie mwanangu. Nampenda sana mwanangu. Huyo ndo kila kitu kwangu. Yeye ndo kila kitu, naomba niangalizie mwanangu. Hilo tu ndo ninalokuomba. Muda. Tena nimeacha dakika 5 nimekusikiliza. Sawa sawa. Naomba unitunzie muda wangu. Mira, mama huyo. Hapana, usiseme hivyo. Usikate tamaa. Unatakiwa pambane ili utoke kwa ajili ya huyu mtoto. Na kitu kingine, mimi nitaenda kujaribu kuzungumza na baba yangu. Pengine akaweza kukusaidia ukatoka wewe. Basi kama ni hivyo nitashukuru pia. Elewa basi. Sawa. Nitaongea na Rudi kule toka tena. jitahidi. Ndugu nataka leo nipige vizuri. Ni machali mnajifanya mmeshakuwa mnaweza kucheza draft. Au tunaona ngoma kidogo. Mtu anaweza jamani hapo. Unakula one touch. Niko namfundisha dogo hapa. Hapo kuna mabingwa. Tunapiga kidogo. Unajua ili goma hili mimi nishagwa mke hili. Cheza sana. Unajua madude bwana ukiyazoea. Kwa kanyaga wazee lazima wakanyagike. Ya. Sasa Joel usingepiga hivi? Na maana yangu tulia. Sema sio mbaya. Wewe Joel una mambo mengi sana. Sema Joel unakaa unajua tofauti na dogo kweli unamfundisha. Umefahamu vipi jina langu? Jina langu umelijuaje? Acha bwana Joel bwana. Mambo mengi sana unajua. Tuendelee mwanangu, one touch. Ninakuuliza jina langu umelifahamu vipi? Joel bwana. Unataka kufahamu, si ndio? Nataka kujua. Okay. Tuendelee, one touch. Usikimbie. Nisikilize Joel. Kuwa slow. Tumalizane kiume. Taratibu. Baba, kwani wewe ni nani? Utanifahamu. Ya kijana, tulia.
Nisikilize Joel kwa makini sana. Mpaka sasa hivi uko chini ya ulinzi kwa mauaji yote uliyofanya. Nakujua. Wewe tulia. Wewe. Usijaribu kunyanyua hata mguu wako. Sijawaelewa bado. Wewe tulia. Hivi unadhani kunyoa ndevu zako tutakusahau, si ndio? Alafu serikali usichukulie kawaida sana. Serikali ina mkono mrefu sana. Yaani kiamua jambo lake huwezi kupita. Siku unanielewa vizuri eh? Sasa basi tulimalize swala taratibu. Sije nikakupasua, sije nikamwaga ubongo wako, nikakuvunja miguu. Sikilizeni. Msilete story ambazo sizielewi. Hapa nilipo mmenikuta nacheza draft, niko katika muonekano wangu wa maisha yangu. Hivi unadhani kunyoa ndevu zako tutakusahau, si ndio? Alafu serikali usichukulie kawaida sana. Serikali ina mkono mrefu sana. Yaani kiamua jambo lake huwezi kupita. Siku unanielewa vizuri eh? Sisi ni wanaume. Kwa nini tusiongee wanaume kama wanaume tuyamalize? Joeli, tunatumezana kiume, si ndio? Unaweza kuwarudisha wale watu waliofanya mauaji, alafu mimi tukaongea kiume, mimi na wewe. Wataka tuongee kiume, unipe rushwa eh? Unipe rushwa? Hivi unadhani mimi mshalango unitoshi? Wataka kunipa rushwa afu baadaye ukafanya mauaji mengine sehemu nyingine, si ndio maana yake? Sasa basi tunaondoka taratibu hapa. Ukijichanganya nami nitajichanganya. Wewe kuwa makini siku nyingine. Sawa afande. Yaani ingekuwa askari mwingine hapa angekuchukua pia. Ukatulie kidogo kwa sababu ana makesi kubwa, makesi yake magumu. Mkuu. Hamna haja kuongea naye. Serikali sio ya kwao. Nyanyuka kijana. Asante bwana. Kumbe baba yako huyu? Baba yangu? Baba? Yaani hata hujasema, hata kunipigia simu kwamba unakuja hakuna? Hapana mwanangu, ni changamoto tu za hapa na pale ambazo zilikuwa zimetokea. Haya baba, kwani wewe unamfahamu huyu? Maana naona mmeongozana. Mimi nafahamiana naye, labda nikuulize wewe unamfahamu vizuri? Huyu rafiki yangu. Vipi umetoka? Kanitoa baba yako. Kwani mnafahamiana mpaka kutoe? Mimi mwenyewe nimeshangaa, naona unasema kwamba ni baba yako. Kumbe ni baba yako au mzee wako? Nyumbani hapa. Basi vizuri. Bwana karibu. Haya, asante. Pole pia kwa matatizo. Asante sana. Baba, za huko ulikokwenda, dada hajambo? Huko nilikotoka bwana kuna uzima. Lakini uzima upo sio sana. Kwa maana namshukuru Mungu nilipotoka hapa kweli nilifika salama. Lakini nilikuta kuna matatizo kidogo yamejitokeza. Hali iliyopelekea mpaka mimi pia nikashindwa hata kukupigia simu wewe kwa kusalimia. Matatizo ni matatizo madogo tu yaliyojitokeza katika familia ya dada yako, ambayo iliyopelekea mpaka familia nzima kusambaratika. Hivi ninavyokuambia, hajulikani dada yako ameelekea wapi. Baba, ina maana unataka kuniambia dada yangu mimi hayupo, kapotea? Ina maana sio dada peke yake, mpaka mtoto. Kwani kuna shida gani baba?
au kutakuwa na tatizo unalijua wewe? Kuna kijana ambaye inasemekana alikuwa akiishi na mtoto ambaye si wa kwake, hivyo ilibidi akamatwe awekwe ndani ili ifanyike uchunguzi, ili tubaini kwamba je, huyo mtoto anaishi naye ni wa kwetu ama la hasha. Lakini baada ya uchunguzi kufanyika, ikagundulika kwamba huyu kijana anaishi na huyu mtoto wenda kawa sio wa kwetu. Hivyo ninapokuambia, na hata wale pia waliofanya tukio hilo tayari wameshakamatwa, wamefikishwa kwenye vyombo vya sheria. Hivyo ndio ikabidi aachiwe huyu kijana na kuongozana naye mimi kuja naye hapa. Hivyo ilibidi huyu kijana aachiwe baada ya kupatikana hao watuhumiwa. Na ndio kisa cha mimi kuongozana na huyu kijana. Usijali, utalijua tu hilo mwanangu. Jamani, mimi nafikiri hapa angalau unajua utakuwa ukitoka kule ukakoge nini. Kwa hiyo nimemfuata mwanangu ili mimi niende kwanza angalau nikakoge, niweke mambo sawa, pia niangalie nyumba kule usalama. Hata upumziki? Hapana, wewe nitie tu mwanangu, mimi niende. Jamani, huyu mtoto mwenyewe anatafuta ndo huyu hapa. Baba, sio huyu. Huyu ni mtoto wa huyu kaka. Tena kabla hajakamatwa aliniomba mimi aje kukaa hapa. Hapana mwanangu, huyu ndio mjukuu wangu mimi. Huyu ni mtoto wa huyu kaka. Ina maana kabla hajakamatwa aliniomba nimtunzie mwanae, na siku akitoka atakuja kumchukua. Kwa ukatimiza ahadi yake baba. Mzee wangu, sikiliza. Wewe kule tumeshamalizana kituoni na mmeniacha huru. Huyu ni mwanangu. Sasa haya yanatokea wapi tena mzee wangu? Mbona tunageukana? Ni kweli baba, ni mwanae. Nisikilize kijana, hata picha pia hii hapa ya mjukuu wangu ndio yeye huyo. Jamani, ina maana kumbe dada mtoto kama mkubwa hivi. Naomba mniachie mwanangu. Wewe vipi? Wewe ulisema huyu mtoto umemwokota? Sio wa kwako, na ulimwokota kipindi ukitoka kulewa, alikuwa amelala jalalani. Sio huyu. Si ndo huyu? Wewe na mtoto wewe. Angalia picha hii. Kijana, angalia vizuri. Hebu njoo mwana, njoo. Mzangu, kwa kumbe huyu mtoto mpaka mmenikamata mnatafuta mtoto ndo huyu. Umeona sasa? Ndio yeye huyu. Ndio maana nikasema mimi namjua vizuri mjukuu wangu. Ndio yeye huyu. Asante Mungu. Ndio yeye huyu, ndio huyu yeye. Siamini. Na maana Mungu ni wa ajabu kiasi gani? Siku zote ninakaa na mtoto wa dadangu bila kufahamu mwenyewe. Mzee wangu, mimi nafikiri ni mipango ya Mungu tu. Kwa sababu mimi nilimuokota tu huyu mtoto, sikufahamu kwamba ni wa hapa. Kwa hiyo nimekaa na mtoto wenu, basi mradi ameshapata wazee wake, basi mimi nashukuru Mungu. Basi. Kumbe ulikuwa naishi na mtoto wetu bila kuwa na taarifa yoyote sisi. Asante kwa kumlea kama damu yako. Mungu tu. Kwa sababu
naona hata pia damu ilikuwa inavutana, kwa sababu unaona alikuwa anakukimbilia wakati hamfahamiani. Wewe acha. Hata. Sasa baba, hebu niambie kama kuna shida mimi nifahamu. Hivyo unavyoniambia kwamba kuna mazingira ya kutatanisha ambayo yametokea, dada hajulikani alipo, mume wake wala mtoto. Sasa imekuwaje na kuna shida gani baba? Nasikitika sana kwa maana hata mimi pia inaniuma. Inanihuzunisha sana kuweza kumpoteza binti yangu kipenzi. Ndiyo mwanangu. Nasikitika sana kwa kumpoteza mwanangu. Yeye pamoja na mume wake. Kwa figisu tu za mambo ya ufisadi wa bosi wake. Kwa mzee wangu wazee wake wamefariki? Ndiyo. Ina maana unataka kuniambia dada yangu mimi kafariki? Na kwani anafariki hata kupata taarifa zote hakuna? Kwani dada yangu kakosea nini jamani? Dada yangu hajui kugombana na mtu yote. Basi nyamaza. Sisi wote tunaelekea huko. Kwa hiyo ukilia haitopendeza. Nikushukuru Mungu, kinachotakiwa tushukuru tu Mungu. Kaka mzee naomba. Yangu hajui ugomvi na mtu yote. Kwa nini leo anaenda kufa hivi jamani? Nyamaza. Basi utamliza mtoto. Nyamaza. Usilie mwanangu. Yangu hakuwa na ugomvi na mtu yote.